Kwa majina naitwa Enoki, Bahati, mwenyekiti wa kijiji cha Busiaso. Lakini changamoto ya hapa kama ulivyoiona ni dalili za shule ya msingi. Kwa kweli shule ya msingi ni shule yetu hii kama mnavyoiona ni mbovu, madarasa yameshaharibika. Lakini pia hata watoto wanasomea nje kwa sababu kuna madarasa baadhi yamezuiwa, yamefungwa kwa ajili ya uchakavu, yananyufa, mengine yameelea kabisa. Ni hatari kwa ajili ya watoto. Lakini kuna pesa ambazo tunasikia zimetengwa kwa ajili ya kuja ukarabati wa shule ihamishwe ijengwe upya. Kwa hiyo tunasubiri utaratibu ule pamoja na vile. Lakini changamoto moja ambayo tumeona ni vyema tuanze na hiki kimoja. Tupunguze kwa watoto wetu. Kwa mfano unaona kama jinsi unavyoona wanafunzi wanakaa chini, tumeona tuanze na hilo ili tupate ingalau madawati ingawa wanakaa. Changamoto hii ina muda kwa sababu tangia mwaka jana mimi wakati naingia madarakani nilikuta hii changamoto. Tumeshawasilisha kwa sababu kila sehemu, kila idara nafikiri wamefika. Kuanzia ngazi ya wilaya ndio maana wakafika wakapanga kwamba shule ijengwe upya. Utongo wa serikali tu ili walione mapema kama unavyoona changamoto kwa wananchi walivyokuwa wameamua wao kwamba bila hata kufanya mchango wa kujenga madarasa. Wao wameamua kama wao wamechukua hatua sasa za kwamba wabomoe yale majengo ambayo yameelea sije akaleta hatari kwa watoto. Kwa hiyo hili nalo tumewaambia kwamba tumeshaandika barua kwenda kwa mkurugenzi usubiri utaratibu utakapokamilika, na sisi tunajua kwamba ni hatari. Ili yatakuja utaratibu watabomoa, tunasubiri barua kama mkurugenzi atabomoa. Shule haifungwi na mtu. Shule haifungwi na mtu. Labda tu useme kwamba mimi nitamkataza mtoto asije wapi? Shuleni. Lakini huwezi kusema kwamba wewe sasa uzuie kwamba wanafunzi wote hamna kwenda wapi? Shuleni. Serikali inaweza ikasema kwamba kwa sababu kwanza hapo hayo majengo tumekataza tusiyatumie. Kwa hiyo bado wanaweza wakasema kwamba sasa hilo eneo lisitumike tu, tunakaa kwenye miti hapa, darasa la 5 watakaa kwenye mwembe hapa, darasa la 6 watakaa kwenye mwembe ule kule, darasa la ngapi watakaa kule. Hivyo ni vitu tukiwa tunaendelea kusubiria nini? Utaratibu. Tumeshaandika barua kwenda kwa mkurugenzi kwa ajili ya kuomba yale madarasa ambayo ni hatarishi kwa watoto yabomolewe. Kwa hiyo hilo ombi tayari nimeshalipeleka kwenye ofisi ya nani? Ya mkurugenzi. Nimeshaandika barua na barua nimeipeleka jana. Jana ilikuwa kwa sababu namna ya kuangusha majengo uwezi tu ukatoka na nyundo nyumbani ukaenda ukagonga ukuta ukaangusha shule. Kwa hiyo ni kwa ajili ya nini? Ya utaratibu, na barua tayari nimeshaipeleka kwa mkurugenzi. Kwa hiyo naomba wajumbe hapo niwape hiyo taarifa. Mvua ikinyesha tunachanganyikana, ikata tunaenda kukaa chini. Sisi tunasoma kwa shida, tunakaa chini.